Dar ndo kusho hapa. Yani wewe kama unaishi Dar na uandamani, yani sijui, yani utakuwa umelogwa. Kama unaishi Dar lazima utoke ndani. Kama unaishi Dodoma lazima utoke ndani. Unaishi Mwanza, Arusha lazima utoke ndani. Lakini Dar ndo namba moja. Sababu huo ndo mji wa kukomboa taifa. Dodoma, Arusha, Mwanza, lakini Dar namba moja. Kwa hiyo lazima tujiorganize kwa mitaa. Wewe jiulize, mimi kwenye mtaa wangu hapa sasa hivi kuna organization gani ya maandamano? Imefanyika kitu gani? Anza kuongea na watu mtaani kwenu, vijiweni, ongeeni vijana sasa hivi. Mnajiorganize jamani, siku ya maandamano tunafanya nini huu mtaa wetu? Tunaanzia wapi, tunaenda wapi? Like I said, hatuwezi hapa kina Mangi tukafanya hiyo announcement ya kusema jamani maandamano yataanza hapa, tutaenda huku. Tukifanya hivyo tutakuwa tumeirahisishia kazi jeshi la polisi dakika moja. Maana sasa hivi inabidi wajistretch nchi nzima, wajistretch miji yote mikubwa. Okay, tukisha waambia maandamano yataanza Dar kuanzia Ubungo, tunaenda Kariakoo, tunaenda sijui wapi, wataenda kujaza gari zote za polisi za nchi nzima zitaenda pale. Kwa hiyo ndio maana tunasema hatutangazi yanaanzia hapa yanaishia wapi. Kila mtu ana akili. Siku ya maandamano wewe toka nje, nyuma yako mfuate mwenzio nyuma, mtajua mbele kwa mbele. Okay. Lakini tukisha announce hapa, yani tumewarahisishia kazi yote, wamemaliza. Wanajua wapeleke wapi resources zote, magari yote, polisi yote wawapeleke wapi. Na hatutaki kuwasaidia kwa hilo. Yani wao wapate surprise siku ile kwamba sehemu fulani ndo kuna watu wengi, wakimbie huku, wakimbie kule, wakawai kule. Yani tunataka tuwape hiyo confusion. Kwa hiyo lakini nyinyi kwenye mtaa wenu mnajiorganize. Mnajua bwana sisi huu mtaa wetu tutakutana sehemu fulani, tunaenda sehemu fulani. Mtaa wetu, yani hakikisha mmeongea, yani lazima ifanyike campaign.